Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji. Wiki tulikuwa tuna somo zuri kutafuta umilele. Katika umilele. Tulikuwa tuna fungu letu zuri katika kitabu cha Yohana 3 na fungu la 2 ambao sema tutakapofunuliwa atakapofunuliwa tutamtazama kama alivyo. Amina. Na sisi tutajulikana kwamba ni tuko naye. Amina. Basi kabla ya kuanza tuweze kupata ombi siku ya Ijumaa. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante Mungu wetu kwa kutuleta tena siku ya leo katika masomo haya. Amen. Tunapojifunza tunakualika uwepo wako uwe nasi. Amen. Na hata huyu mfuatiliaji wetu anayetutazama kwa wakati huu naye usimwache. Amen. Anza nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Kama mtakumbuka, safari yetu ilianza ya masomo ya kukua katika uhusiano na Mungu. Ilianza na somo la kwanza kabisa, kukagua uhalisia. Tukaja kumjua Mungu, kiburi dhidi ya unyenyekevu, somo la 3. Nafasi ya Biblia, somo la 5, jinsi ya kujifunza Biblia. Mashujaa wa maombi tukaona pale, kina Enoko, kina Musa na kadhalika. Maombi yenye matokeo. Tukaja kuwa na imani, dhambi, injili na sheria, toba na msamaha. Tukaangalia vikwazo mbalimbali vya ukuaji pale. Alafu juzi tukaangalia kushiriki habari hizi za wokovu na wengine. Na wiki hii tunamalizia katika umilele. Swali moja, ni sehemu gani ya masomo haya tuliyoyapitia ambayo sasa unataka kuyakumbusha, labda yamekugusa zaidi, ambayo yanaweza kusaidia kuimarisha zaidi uhusiano wako na Mungu hadi utakapomwona uso kwa uso hatimaye? Mimi kwa kusema kweli, katika masomo yaliyonigusa, mojawapo ni somo kuhusiana na maombi. Pale niliweza kujifunza kwanza tu namna ya kuomba, mahali, muda. Nikaona kumbe nikitaka nipate mahusiano mazuri na Mungu lazima nimtegemee Mungu. Lazima nimuone kama vile mpendwa, mpenzi. Amen. Nijitazame kwamba nahitaji muda zaidi na yeye. Amen. Na hata katika ratiba yangu ya maisha lazima niweze kumweka kama namba moja, kama rafiki. Niseme nimtazame kwamba hii siku haiwezi kuanza kabla ya kuwasiliana naye. Amen. Kwa hiyo ni somo ambalo limenipatia zaidi, limeamsha ile hamu ya kumtafuta huyu Mungu, huyu rafiki, huyu mpenzi katika maisha yangu. Wow. Najua kuna vingi zaidi, lakini hilo naona limekugusa. Wewe unalo kumbukia ni lipi? Sijui atakuwa ameibia desa, nitaka niseme hapo. Ni umo. Kwa maneno yako basi. Kwa robo hii hakuna kitu ambacho kinaweza ukaimarisha Ukristo wa mtu kama sio maombi. Namna ya kumsogelea ni kupitia maombi. Na tuliangalia wale mashujaa, hata utaratibu wao. Unakuja kuona kwamba hakuna kitu kingine kama sio maombi. Na ndio namna ya kuwasiliana naye. Unapowasiliana naye ndio unajua anahitaji nini na anakuelekeza. Na namna ya kukuelekeza ni kwenye maombi. Amen. Mimi ungeniuliza, wakati nakubaliana na ninyi, maombi pia ilinigusa, lakini somo la imani limeacha alama kwenye moyo wangu. Kwamba pasipo imani hata maombi kazi bure. Neno la Mungu kazi bure. Na imani itakuwa na uhakika naye na uaminifu wake na ahadi zake na kutembea kwa neno lake. Mara nyingi unajua unashawishika kutembea na elimu yako ya Mungu, uzoefu wako, nashawishika kwenda na uhalisia. Ndio maana tulianza na kagua uhalisia. Yaani uhalisia unaoonekana mbele ya macho, unaona hii ndio reality. Lakini somo lilihamisha kidogo moyo wangu kwamba kwa kweli kuna haja ya kuhama
Kumbuka zile lugha alizosema, fikirini aliyoko juu, siangalia aliyoko chini. Ndio juzi umilea. Okay. Msikilizaji, naamini na wewe pia kuna kitu kilichokugusa. Tunatamani kusikia pia kutoka kwako. Usite bwana, tunatamani kusikia kutoka kwako. Amen. Kwa comment zako hapa. Labda kabla tujamaliza ndio lala salama sisi tunamaliza robo hii. Sawa, wewe umenufaika na maarifa ya kukua katika mahusiano na Mungu. Unatamani, juzi tulikuwa tunasema na bibi harusi asema njoo. Ni nani ambaye unatamani naye aingie kwenye haya mahusiano? Mtu aina gani? Au nani katika maisha yao? Labda ni swala binafsi sana. Kwani akisikia hapa kwamba unatamani afanye maamuzi, sio nini? Kama uko huru sema. Mimi kwa kweli natamani mtu mmoja, na naamini siku si nyingi ataweza kuingia katika mahusiano. Ni rafiki yetu mpendwa, nadhani ataweza kutuona hapa katika kipindi hiki. Jina lake ni Nyabelo Mzirai. Naamini kwa uwezo wake Mungu, amina, ataingia katika uhusiano naye. Bwana akubariki Nyabelo. Mungu akubariki Nyabelo. Amen. Kuna watu ambao nawahudumia kule gerezani. Nisiwezi kumtaja kwa jina, lakini unaona kama wanahitaji zaidi kusikia habari hizi. Na choomba tu Mungu anitume tena na tena, nirudi tena na tena, na kuwakaribisha, nasema njoo. Amen. Rafiki, wewe unakereketwa, kuna mtu yote unakereketwa naye apate habari hizi, au ni msikilizaji? Mimi kwanza ni msikilizaji. Amen. Lakini nitakuwa mbinafsi sana. Natamani watoto wangu wapate. Amen. Amen. Pate tumaini hili. Pate tumaini. Amen. Rafiki yangu, naamini wote hapa lugha yetu ni moja. Tunakutamani sana wewe ambaye huna matumaini au hujashiriki urafiki huu na Kristo Yesu, ujaribu uonje. Amen. Tumeonja na tunaendelea kuchonga mzinga hapa na kuchonga mzinga. Karibu sana. Amen. Ili tuwe wengi katika safari hii ya ukuaji, na siku ile ya harusi ya mwanakondoo tuwe wa kutosha, maana harusi ni watu. Mungu atubariki sana. Ninaamini tutakuwa wote katika masomo yanayofuata. Sijui kama mnajua, utatuambia yanakuja, lakini kwanza kwa haya tuhitimishe kwa kuomba. Baba yetu wa mbinguni, umetubariki sana kwa masomo mfululizo 13 ya kutusaidia kuimarisha uhusiano wetu na wewe. Maana wewe unatafuta uhusiano na sisi tangu mwanzo. Tumekuwa tukikaa mbali, tukikimbia, lakini umetutafuta wiki hii. Yeyote uliyemwita, yeyote aliyeitika mbariki. Na yule ambaye unamwita hata sasa naye anasita, Baba mhimizi kwa roho wako na kwa sauti hizi. Tulete tena kwa masomo mengine kama haya, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu. Tumefika tamati somo 13, robo ya pili ya mwaka 2026. Leo ulikuwa pamoja na Miano Rubinza, Enos Makalindile, nami Geoffrey Omondi. Hapa ni Tumboni, Dar es Salaam. Karibu sana robo ijayo. Mungu akubariki sana. Amen.